Tumefunga safari kwa jambo moja tu, kumkabidhi mshindi wa gari aina ya Nissan X-Trail kupitia promotion ya Royal Win Plus. Ulijisikiaje bwana ulipopewa taarifa kwamba umeshinda gari aina ya Nissan X-Trail kutoka PMbet? Niliona kama ni message fans za mtandao ambazo ni za kitapeli, za uongo labda. Ndiyo. Lakini vile mlivyokuja kunipigia simu mara ya pili, nikajisikia furaha sana, nikaona ni kweli jambo linawezekana. Popote pale unaweza ukaletewa na wewe gari yako. Cheza sasa kupitia tovuti ya pmbet.co.tz. Alitarejesha matumaini ya kuchukua ubingwa, lakini mambo yakaenda ndivyo sivyo, na Joshua Mutale ni moja kati ya mchezaji ambaye alikuwa mchezaji bora katika finali ile ya CAF. Unajua sio rahisi kila mchezaji anaweza kuwa mchezaji bora wa CAF kwenye michuano. Sasa yani hususan kwenye finali Sasa mara baada ya kuibuka yeye ndio mchezaji bora, Mutale alipata nafasi ya kuzungumza na namnukuu namna ambavyo alizungumza. Alisema kwamba nimefurahi kushinda tuzo binafsi ya mchezaji bora wa mechi, ila nimeumia zaidi baada ya kupoteza finali hii. Hayo ni maneno ya Joshua Mutale Budo. Wanamuita Messi wa Bongo huyu. Juma Shabani, uwezo wa Joshua Mutale kwako sasa hivi unauzungumziaje, ukizingatia kwamba ni mchezaji ambaye so far alipitia kipindi kigumu sana, alianza kupewa thank you na baadhi ya watu wa soka. Kwa hiki ambacho anatuonyesha Mutale, imani ni kwamba Simba pengine anaweza kuendelea naye katika msimu ujao? Bila shaka, kwa sababu ukiangalia miongoni mwa majina ambayo walikuwa anatajwa zaidi kuweza kuondoka ndani ya kikosi cha Simba, basi jina namba 1 ilikuwa ni Joshua Mutale kwa ajili ya kwenda kuongeza nguvu zaidi kwenye upande wa kikosi cha Simba. Lakini sofa mpaka sasa tunapozungumza kwenye michezo 5 mpaka 10 ameonekana akianza kuimarika taratibu. Ameanza kugeni ile confidence na kile ambacho Simba walichokiona katika upande wa kikosi cha Power. Unajua Simba kwenye upande wa ligi ya ndani sidhani kama walikuwa na haja sana kutengeneza ama kusajili majina makubwa zaidi. Target ilikuwa ni kuhakikisha kwamba wanaenda kufanya vizuri zaidi kimataifa. Ndio maana unaona hata kwenye upande wa dirisha dogo pia la usajili walienda kumuongeza Elim Panzu ambaye alimtambulisha kidogo muda, lakini haya yote ni kuhakikisha kwamba wanaenda kwenda kutengeneza timu ambayo itakuwa kuwa na ushindani zaidi hasa nje ya mipaka ya Tanzania. Na kwenye usajili watu tunasema kwamba mara nyingi usajili huwa ni kamari. Unaweza ukabeti ukafanikiwa ama ukabeti pia usifanikiwe, lakini ukitoka kwenye upande wa kamari wachezaji pia yani huwa wanatofautiana. Kuna mchezaji unaweza ukamsajili mechi yake tu ya kwanza akakuonyesha kwamba uwezo wake ni huu hapa, lakini kuna mchezaji ambaye mara nyingi unakuta anahitaji zaidi muda, na bahati mbaya timu zetu huwa hazihitaji kuweza kuwapa wachezaji muda. Ukiangalia kuna mifano baadhi ya wachezaji kama Karinyo ambaye aliingia ndani ya kikosi cha Young Africans, kama unakumbuka alistruggle sana msimu wake wa kwanza, lakini alikuta ni Yanga ambayo ilikuwa inajihitaji zaidi kuweza kujijenga. Msimu uliofuata watu walimpa mlango wa kutokea. Alikuwa na adha nyingi, sometimes chakula alikuwa anakula alikuwa anasema kwamba kilikuwa kinamfanya asiwe comfortable zaidi, watu wakaajili wapishi kutoka Angola, lakini bado haikumfanya kuwa bora. Lakini kama unakumbuka msimu wa kwanza wa Stephane zikiwa wakati anajiunga na kikosi cha Young Africans, alimaliza season akiwa na goli 5 tu pekee, lakini hakuwa na performance hiyo ambayo watu wengi walikuwa wameiona akiwa ndani ya kikosi cha ASEC. Lakini viongozi walikuwa wanajua kipi ambacho Azizi anacho. Inawezekana kuna muda, unajua kitu kizuri ni kwamba viongozi wao wana muda pia kukaa na hawa wachezaji na kuweza kuwasikiliza. Bwana, performance ambayo sisi ilitushawishi kukusajili wewe ilikuwa ni 1 2 3, lakini kwa sasa hivi tunaona performance unaotuonyesha ni tofauti. Labda pengine shida ni ipi? Inawezekana jinsi anavyojielezea sehemu ya viongozi wakawa wanajua namna gani ya kumsaidia huyo mchezaji ili kuhakikisha kwamba anaenda kwenye ile performance ambayo yeye iliwavutia na kuweza kufanyaje kuweza kumsajili zaidi. Lakini kwa siku za hivi karibuni, of course, ukimwangalia Joshua Mutale unaona kwamba kuna kitu ambacho anachokionyesha kwenye upande wa uwanja wa mazoezini, lakini pia hata pia kwenye baadhi ya mechi. Kianza kwenye mechi ambazo Joshua Mutale amekuwa na performance bora, kuanzia mechi ya KMC baada ya kutengeneza assist 2 baada ya kutoka pale, lakini hakupata bahati kwenye mechi dhidi ya Stellenbosch kama mnakumbuka. Pia mechi ya kwanza hapa Zanzibar kupata nafasi, mechi ya pili nadhani alikuja akaingia kipindi cha pili, lakini baada ya hapo ukiangalia kwenye mechi pia finali kipindi cha kwanza alibahatika kuweza kupata nafasi, lakini zaidi ya dakika 15 za kipindi cha pili baada ya mwalimu kuweza kumpa, kuna kitu ambacho alichokionyesha Joshua Mutale tofauti na Kip pamoja na Elim Panzu, kwamba kuna namna ambavyo alimpa njia mwalimu Fadlu kwamba ukinitumia kwenye mechi itakayofuata
kuna kitu unaweza nikakiadi kwenye upande wa timu yako, na ndo vile ambavyo alichokifanya zaidi. Kasi yake, umakini, utulivu, alienda akafunga goli kwenye upande wa mechi ya jana. Kwa naona ni moja kati ya wachezaji ambao wamekuwa bora sana, na kuna siku nilizungumza nikasema kwamba ubora wa Joshua Mutale kwenye upande wa kosti ya Simba kutaenda kwenda kuathiri performance ya nani, ya Kibu Denis, kwa sababu mwalimu huwezi ukawatumia wachezaji wote watatu kwa wakati mmoja. Huwezi kumtumia Mpanzu, Kibu pamoja na Joshua Mutale. Otherwise labda uweze kumuignore nani, Jean Charles Ahoua, na kitu ambacho ni kigumu sana kwa upande wa Fadlu kumuona kwamba akiwa na Jean Charles Ahoua ambaye mzima akaanzia benchi afu akaanza na hao wachezaji watatu kwa pamoja. Kwa hiyo nadhani muathirika sana atakuwa ni Kibu Denis, lakini ukiangalia combination ya Elim Panzo pamoja na Joshua Mutale inaonekana kuwa bora zaidi kuliko combination ya Elim Panzo dhidi ya nani, ya Kibu Denis. Kibu Denis. Kwako Raymond? Nafikiri MVP wa viporo vya Simba anaendeleza kuwasha moto ambao alikuwa anaonesha baada ya mechi za viporo kuanza kuchezwa. Amekuwa na fomu nzuri sana, inawezekana ndo fomu ya maisha yake tangia aweze kutua ndani ya klabu ya Simba. Kwa sababu mwanzoni nakumbuka kila mtu alikuwa anamzungumza ovyo, lakini so far kwenye hizi mechi kuna watu walikuwa na question kwa nini hata akupata nafasi ya kucheza zile mechi ya kule Morocco, akupata nafasi ya kuanza kwa sababu ya performance ambayo alikuwa nayo. Na mara nyingi walimu kuna vitu ambavyo wanaviangalia ili kuweza kupanga kikosi chao. Wanaangalia kwanza form ya mchezaji. Of course ukiangalia wachezaji wote wa Simba hasa wale viungo washambuliaji, unaweza kusema mtu ambaye alikuwa kwenye form bora kuliko wote alikuwa ni Joshua Mutale Budo, lakini hakupata nafasi ya kuweza kuanza. Lakini kwa wakati sahihi ambao alipewa na Fadlu Davids jana kwenye mechi ya finali, anaanza na anaonesha kile ambacho alikuwa anakionyesha kwenye viporo vya mechi ya Simba. Kwa nafikiri yupo kwenye wakati mzuri, na kama umemsikia na interview nimemsikia Ahmed Ali anasema kuelekea msimu ujao hii fomu itaendelea kwa Joshua Mutale, na maana tayari amecertify nafasi yake ndani ya kikosi cha Simba. Na kwa wale ambao walikuwa nahisi kwamba muda wake wa kuondoka umefika na bado yupo, na inaonekana msimu ujao ataendelea kuitumikia klabu ya Simba. Na hichi ndio kitu ambacho nafikiri jana nilizungumza, hichi ndio kitu ambacho Simba walimsajili Joshua Mutale kufanya. Ni mchezaji mzuri, alikuwa anahitaji adaptation, na kila siku tunazungumza kwamba adaptation ama kuzoea kikosi, kila mchezaji ana muda wake. Kuna mwingine itachukua wiki, kuna mwingine mwezi, kuna mwingine nusu msimu. Hata Stefan Aziz Ki ambaye amewaka msimu wake wa kwanza hakuwa bora kiasi hicho, alifunga magoli 6 kama sikosei 6 peke yake, lakini msimu uliofuata ndo akaja kuwa top scorer wa ligi. Kwa hiyo unaweza kuona ni kiasi gani ambacho mchezaji anaweza kuhitaji muda zaidi kuweza kubenefit ama kuzoea mazingira ili aweze kutoa kile ambacho yuko nacho bora. Kama atampata Mutale huyu aliyempata mwishoni mwa msimu kuelekea msimu ujao, nafikiri itakuwa ni big bonus kwa Simba. Lakini kama ndo anacheza tu kuhakikisha nasalia afu baadaye anakuja kurelax tena, nafikiri itakuwa ni mzigo kwa Simba. Lakini binafsi naamini hii ndo quality ya Mutale ambayo yuko nayo. Hichi ndo kitu ambacho anaweza akakitoa kwa Fadlu Davids kama ataaminiwa na ataendelea kupewa nafasi, kwa sababu tunaamini mchezaji anatakiwa kucheza kutokana na form ambayo yuko nayo. Na kwa sasa the most informed man ndani ya klabu ya Simba Joshua Mutale Budo. Mutale SGR sifa kafaa. Gari limewaka kweli kweli. Yani mtu alikuwa na imbo kwamba ndo usajili bora wa Simba ambao chini alikuwa ni Yusuf Kagoma. Lakini venye mambo yamebadilika ghafla, sasa hivi Joshua Mutale ndo yuko juu, Yusuf Kagoma anaonekana yuko chini. Wakati ligi inaendelea Kagoma alikuwa anaonekana yuko juu. Na wengine wakasema kwamba huyu ndo Budo ambaye amesajiliwa kwa ajili ya zile kazi za jana. Yani kile ndo kitu ambacho Budo anaweza kukifanya Betha. Yani Simba si mwenyewe katoa damu hapa. Yani kilichowafanya Simba wamsajili ni kile ambacho alikifanya jana Mutale. Wao walicheza na Dynamo, akawaonesha kwamba mimi na uwezo huu hapa. Simba wakanunua, okay, huyu kijana ana uwezo hivi, sisi akija kwetu tukimblash kidogo ataendelea kuwa bora zaidi. Jana ameonesha kwenye biggest stage Afrika hapa, finali ya kombe la shirikisho. Sawa. Na mbali na hivyo bwana, jana kila mmoja alikuwa na